Juzi nimeiona kadhia na ikawa maarufu. Bwana mmoja ameposa akakubaliwa, kumbe yeye na yule binti anotaka kumuoa wanajuana, na ndio mila za siku hizi, unayekuwa hujui ni wewe baba tu na mkeo, lakini wao wanajuana. Mahari ikadaiwa, yule bwana akatuma watu wakalipa mahari, alhamdulillah. Ikapangwa siku ya ndoa, muoaji akaja. Alipofika yule muoaji, yule baba mkwe yule wali kamtazama, akasema mimi simuozeshi huyu mtu, simuozeshi binti yangu, atatuharibia ukoo. Kwa nini? Amezidi kuwa mfupi. Hichi kimume kifupi mno, hatutaki mbegu hii sisi kwenye familia yetu. Ndio maana kila siku nimekuambieni yule muoaji mleteni nimuone, mkaha mumleti, kumbe ni huyu. Na mimi nilipomtazama yule muoaji nilikiri kwamba kwa kweli mfupi. Mimi sikuunga mkono kuwa asiozeshwe, lakini nilikubali kwamba kusema kweli ni mfupi. Yule muoaji ni mfupi kuliko wote tulokaa hapa sisi, hakuna anomfikia kwa ufupi. Akaambia mzee, sasa unanizuia kwa sababu mbona mimi tumeshakubaliana? Ambia hamna kukubaliana, wewe mimi sikuozeshi kwa sababu wewe ni mfupi, toleo la mwisho kabisa, mimi sikuozeshi mwanangu. Wallahi ameshika huo msimamo na hakuozeshwa kweli, hapa Dar es Salaam. Sasa nyinyi watu wafupi kama mimi, anzeni kuomba dua, kuna hatari mtakuwa hapewi wake. Hapa Dar es Salaam kanyimwa mtu mke kwa sababu yeye mfupi, na alivaa mwenyewe vizuri, joho lake safi na kilemba vizuri kavaa bwana. Amekuja akaambiwa hata ungevaa nini hata sikupi mwanangu, utatuharibia ukoo wetu sisi. Mimi sitaki wewe kama wewe waingie kwenye ukoo wetu. Wakaitwa wasomi kidogo, maustadhi na maustazi. Kuna ustadhi na ustazi wote wamekuja. Maustazi wale wakatiatia fikra na rai. Akawaambia nyinyi maustazi, semeni mtaka mpaka mchoke, mimi huyu simpi mwanangu, la sivyo mkafanye busara arefuke kwanza. Kama haiwezekani kurefuka, ondokeni naye, mimi simpi mwanangu huyu. Hakuoa.